Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Afya na Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa Welezo, sasa ulizo swali lake. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kwa sasa serikali iweze kujibu swali langu la namba 31. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Mheshimiwa Dr. Florence Samizi, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya naomba kujibu swali la Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa Welezo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha huduma za matibabu ya saratani zinapatikana nchi nzima na kuwapunguzia umbali wananchi wa kufuata huduma, serikali inatekeleza ujenzi wa mradi wa matibabu ya saratani katika hospitali za kanda za Benjamin Mkapa, ambapo mradi umefikia asilimia 80 kwa gharama ya shilingi bilioni 28.9, na hospitali ya kanda ya Mbeya ambapo ujenzi umefikia asilimia 60 kwa gharama ya shilingi bilioni 10, na miradi hii inatarajiwa kukamilika Januari 2027. Aidha, serikali imetoa shilingi bilioni 5.3 kwa ajili ya ujenzi wa bankers za mashine za mionzi katika hospitali ya kanda ya KCMC na Bugando, ambapo huduma zimeshaanza na kufanya hospitali hizi kuwa na uwezo timilifu wa kutoa tiba ya mionzi na dawa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali pia imepiga hatua kubwa kwa kuviwezesha vituo vya kutolea huduma zaidi ya 1760 kuanzia ngazi ya zahanati hadi hospitali ya taifa kuchunguza na kutoa matibabu ya awali ya saratani ya mlango wa kizazi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ambayo imepata kutoka kwa serikali. Asante, naomba niongeze maswali mawili, na swali langu la kwanza ni kwamba serikali imetaja kwamba imeongeza huduma za saratani katika hospitali za kanda. Je, ni lini huduma hizi zitaanza kikamilifu Zanzibar ili kupunguza idadi ya watu ambao wanasubiri kufika Ocean Road? Na swali langu la pili, kwa kuwa serikali imeeleza kwamba imeekeza heavily katika hospitali za kanda, ningependa kujua serikali ina mkakati gani mahasusi ya kuweza kupima kujua huu msongamano na huduma za kusubiria watu kufika imepungua kwa idadi gani? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Asma kwa kuendelea kuwapigania wananchi wa Tanzania, hasa wagonjwa wa ugonjwa huu wa saratani. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iliandaa andiko la uwekezaji wa huduma timilifu ikishirikiana na serikali ya Zanzibar na kupitia tume ya ATOMI, na ilipanga kufanya uendelezo wa kufanya huduma timilifu Tanzania bara na Zanzibar, na hospitali ya Binguni Zanzibar nayo iko kwenye uendelezo wa kufanya huduma timilifu. Naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge, ndani ya miaka miwili, kwa maana ya kuanzia sasa, Zanzibar nayo itapata huduma timilifu ya mionzi, kwa sababu tunashirikiana katika kutoa huduma hizo. Na hata sasa wagonjwa ambao hawapati huduma timilifu wanapata huduma hizo katika hospitali yetu ya Ocean Road. Swali lake la pili, tayari serikali imeshaona manufaa ya kusambaza huduma hizi katika hospitali za mionzi za kanda, kwa sababu hapo awali wagonjwa hao walikuwa wanasubiri huduma za matibabu kwa wiki 16, lakini mpaka sasa hivi wagonjwa hao wanasubiri huduma za matibabu kwa wiki 7. Kwa hiyo kwa kupungua muda wa kusubiri kuanza mionzi kutoka wiki 16 mpaka 7, tayari uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 umeshaleta manufaa makubwa. Na hata hivyo wananchi, mwendo wa kufuata huduma umepungua, kwa sababu wale wote waliokuwa wanakuja Ocean Road wanapata huduma hizi Bugando, wanapata huduma hizi KCMC. Kwa hivyo sasa hawasafiri mwendo mrefu. Wale wanaokuja Ocean Road ni wale tu wanaohitaji huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.